Ndugu zangu, hapa kuna habari za kusikitisha. Kumbe bwana Chipula ubisho tu alokuwa nayo, lakini sio lolote, sio chochote. Bwana Chipula mpaka leo hii jogoo hapandi mtungi, na sababu zilizosababisha kwamba Chipula asijogoo wake asipande mtungi ni mama yake mzazi. Kipindi hiko alipomzaa Chipula, alipofika ndani ya mwaka mmoja, baba yake Chipula alikuwa arudi nyumbani kwa haraka. Ndiyo mama alipopatwa na wivu kaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji alimpa dawa na akamwelekeza jinsi ya kufanya, na akamwambia achukue uume wa mtoto wake Chipula agusishe kwenye uke wake, akichanganya na dawa alizoambiwa na mganga, basi baba yake Chipula atarudi nyumbani kwa wakati. Mama aliweza kufanya vile alivyoelekezwa na mganga, ndipo baba alipoweza kurudi nyumbani kwa wakati. Miaka iliposogea, baba mzazi wa Chipula alifariki dunia. Mama aliamua kupambana na mtoto wake na kufikia katika hatua mzuri ya malezi mpaka alipofika miaka 18 na kuendelea. Lakini bwana Chipula siku moja aliweza kumkabili mama yake na kumwambia, mama, mimi jogoo wangu hapandi mtungi, kwa sababu yeye ndiye alikuwa msiri wake. Hapo ndipo mama alipoamua tena kurudi kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji akamwambia sababu zilizosababisha kuwa hivyo mwanao, kwa sababu uliuchukua uume wake na kugusisha katika uke wako. Kwa hiyo ili mwanao aweze kurudi kuwa salama, dawa inatakiwa ufanye vile vile kama ulivyofanya mara ya kwanza. Mama alirudi nyumbani huku akianza kulia. Mtoto alipomuuliza mama yake, ndipo mama hakutaka kumficha, alimweleza hali halisi aliyotokana na huko kwa mganga. Sasa je, Chipula au mama Chipula watakubali kufanya hiko kitendo ili mtoto aweze kuwa katika hali yake mzuri, au watashauriana ili bwana Chipula abaki kukaa vile vile tu na jogoo wake apande mtungi? Hebu tumpe ushauri bwana Chipula na mama yake, tuone jinsi gani wanaweza kumsaidia mtoto wao.